kufikiri, akili. Mwanadamu akitofautishwa na wanyama na viumbe wengine. Kwa hiyo utu wa nje unaonyesha mtu wa nje ambao ni mwili, ambao unaweza ukaonekana kwa macho, unaweza hata kuushika. Ndio maana Yesu baada ya kufufuka, wanafunzi wake walipokuwa wana wasiwasi, wanafikiri labda huu sijui ni mzimu au ni kitu gani, anawaambia nishikeni, nishikeni muone, kwa sababu mzimu hauwezi kuwa na mwili. Na hata Tomaso anaambiwa njoo uingize vidole vyako na mkono wako ubavuni. Anazungumzia mwili huu ambao unashikika, unaweza ukaushika, unaweza ukaugusa. Lakini huyo ni mtu wa nje. Lakini anaposema utu wa ndani, anaonyesha mtu wa ndani, yaani hiyo roho na nafsi ambavyo havionekani kwa macho ya kibinadamu, lakini vipo. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ndivyo vinavyomfanya mwanadamu awe kamili. Na ndio maana roho ya mwanadamu inapoondolewa, roho ya mwanadamu ambayo ndio pumzi ya Mungu inapoondolewa, huyo mtu ndio tunasema amekufa. Maana ya kifo ni roho kutengana na mwili. Sawa? Mwili kurudi mavumbini na roho kumrudia muumba wake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo hapo Mtume Paulo anazungumzia mtu wa nje na mtu wa ndani. Anasema ijapokuwa huyu mtu wa nje anachakaa, anachakazwa na magonjwa, anachakazwa na mambo mbalimbali, lakini mtu wa ndani anaendelea kufanywa upya siku kwa siku. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tunapozungumzia kiwango, tunazungumzia kiwango cha Mungu. Haleluya. Lakini pia tunazungumzia kiwango cha mwanadamu. Na mwanadamu ndiye anayepaswa maisha yake kutoka katika kiwango kimoja na kwenda kiwango kingine. Mungu yeye yuko juu sana, juu ya viwango vyote unavyoweza kuvijua, juu ya viwango vya kila kitu. Yaani yeye yuko juu sana. Lakini mwanadamu ndiye anayetakiwa kwenda katika viwango hivyo vingine, maisha yake yaweze kutoka katika kiwango kimoja na kwenda kiwango kingine. Ndio maana Mtume Paulo anasema, kwa hiyo hatulegei, ijapokuwa utu wetu wa nje, ijapokuwa huyu mtu wa nje anachakaa, lakini yule mtu wa ndani yeye anatoka kutoka kiwango kimoja na kwenda kiwango kingine. Kwenye Ufunuo anasema mwenye kutakaswa na azidi kutakaswa, yaani kuongezeka. Anayeenda juu na azidi kutakaswa. Lakini anasema mwenye kudhulumu na azidi kufanya nini? Kwa hiyo kuna ambaye kiwango chake akiendi juu kinashuka chini. Anasema yule ambaye kiwango chake kinashuka chini, basi
na aendelee hivyo hivyo, na aendelee hivyo hivyo. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kwenye Zaburi ile ya 97 mstari ule wa 9, tunasoma hivi: maana wewe Bwana ndiwe uliye juu sana kuliko nchi yote, umetukuka sana juu ya miungu yote. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapo unaona kiwango cha Mungu kiko juu sana, juu ya miungu yote, juu ya kila kitu. Na kwa sababu hiyo Mungu ndiye anayestahili kutukuzwa na kupokea utukufu. Kusoma pia kwenye Kutoka 15 mstari ule wa 21, tunasoma hivi. Nianzie ule wa 20. Anasema, na Miriam nabii mke ndugu yake Haruni akatwaa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Miriam akawaitikia, mwimbieni Bwana, kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hayo maandiko machache yanatuonyesha kwamba Mungu ni wa viwango vingine kabisa. Hakuna anayeweza kufanana naye. Mungu ni wa juu sana kuliko enzi na mamlaka zote za duniani, kwa sababu tunapoangalia kwenye eneo hili la viwango, Mungu anatambulishwa na uumbaji wake. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini tunasema, au kwa nini maandiko ambayo tumesoma yanaonyesha kwamba Mungu ni wa viwango vingine, ni wa viwango vya juu sana? Kwa hiyo tunataka kuthibitisha kwamba kweli huyu Mungu tunaposema ni wa viwango vya juu, kuna mambo gani yanayomtambulisha? Kuna vitu gani vinavyothibitisha ya kwamba Mungu ni wa viwango vya juu sana? Kwenye eneo la kwanza la viwango, Mungu anatambulishwa na uumbaji wake, kwa sababu ameumba mbingu na nchi. Kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo 1:1 anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Zaburi 24 mstari wa kwanza anasema, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Lakini uumbaji wake hakuumba tu mbingu na nchi, lakini tunaona pia alimuumba mwanadamu. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Alimuumba mwanadamu na kumtofautisha na viumbe vingine vyote, kwa sababu mwanadamu, jambo la kwanza, aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Jambo la pili, aliumbwa kwa mfano, aliumbwa kwa sura ya Mungu. Lakini pia Mungu aliweka pumzi ya uhai ndani yake. Yaani Mungu alimpulizia mwanadamu pumzi ya uhai ndani yake. Lakini pia
Mungu aliwekeza akili kubwa na maarifa zaidi ya viumbe vingine. Tuko pamoja? Haleluya. Tunaona Adamu alikuwa na akili kubwa, hata aliweza kutaja majina ya wanyama wote, kwamba huyu ni mbwa, huyu sijui ni kasuku, huyu sijui ni kangaroo, huyu ni fisi, huyu ni tembo, huyu ni twiga, huyu ni ngamia. Na unaona watu tu sasa hivi akipata mtoto anapata shida kumtaja jina. Yaani mtoto tu mmoja mtu anaanza kupata tabu sana kutaka kujua jina la yule mtoto. Lakini tunapomwangalia Adamu kabla ya uasi ule wa Edeni, alikuwa na akili kubwa sana. Kwa hiyo uumbaji wa mwanadamu unaonyesha kwamba Mungu ni wa kiwango cha juu sana. Na tunaona Mungu ni wa kiwango kwa sababu tunaona alimpa pia mwanadamu mamlaka ya kutawala viumbe vingine. Na jambo jingine linaloonyesha viwango vya Mungu katika uumbaji wa wanadamu, tunaona uumbaji wa kila mwanadamu kuwa ni wa kipekee sana. Yaani unajua wanadamu wote tunaweza tukawa tunafanana. Hata mapacha unakuta wanafanana, si ndio? Lakini kuna Wachina na Wakorea na Wajapani, ni watu ambao wanafanana sana, maumbo yao, hata sura zao. Wakati mwingine kama ambavyo unaweza ukawachanganya mapacha usimtofautishe huyu ni John na huyu ni Petro, ndivyo pia ambavyo unaweza ukashindwa kuwatofautisha Wachina na Wajapani, kwa sababu wanafanana sana, na Wakorea. Lakini kitu cha kushangaza katika uumbaji wa Mungu, pamoja na kufanana kila kitu, ili uweze kumtofautisha, kwa sababu wanaweza hao wawili wakafanya, mmoja kati yao wale mapacha wawili, mmoja akawa amefanya makosa, akawa anatafutwa na labda na polisi, si ndio? Sasa kwenye namna ya kumkamata, mara nyingi kunatokea makosa. Unaweza kumkamata ambaye hakuwa ametenda kosa, kwa sababu tu wanafanana. Lakini kuonyesha kwamba Mungu ni wa viwango vya juu, alimuumba mwanadamu, vile vile ameweka vitu vinavyomtofautisha ambavyo haviwezi kufanana kabisa. Yaani humu kwenye mwili wa mwanadamu kuna mishipa, kuna nyuzi ambazo zina jinsi zilivyowekwa kwenye mwili wa mwanadamu, haziwezi zikafanana kutoka mtu mmoja na kwenda mtu mwingine. Kila mtu ameumbwa kwa kipekee, kwa upekee wake. Na ndio maana kwenye vitambulisho hivi vya taifa, ambapo sasa hivi kila taifa lina ili kuzuia uhalifu na nini, watu wanapewa hivi vitambulisho vya kuwatambulisha. Unapoenda kupewa kile kitambulisho, wanachukua fingerprints, alama ya kidole kimoja. Lakini wanasema kwenye majeshi wanaenda mbali zaidi, wanaweka ganja lote hili. Sijui kama ni kweli. Ndivyo nilivyosikia, ndivyo nilivyoambiwa. Wanaojua watathibitisha. Kwa hiyo wanasema jeshini wanaweka kiganja chote. Kwa hiyo zile alama kwenye ule mkono zinaonekana wazi. Alama za John zinakuwa tofauti na za
Petro, hata kama ni mapacha, hata kama ni wote ni wa China, wote ni wa Japani, wote ni wa Korea. Sasa tunapouangalia uumbaji huo wa Mungu kwa mwanadamu, tunaamini, tunahakikisha pasipo shaka kwamba Mungu huyu ni wa viwango vingine. Haleluya! Kwa sababu amemweza kumuumba mwanadamu kwa namna hiyo. Kwa sababu asingemuumba kwa namna hiyo, basi hata yule ambaye hajakosea angejikuta anawekwa kwenye makosa. Lakini baadaye hata kama wamemkamata mtu kwa kumfananisha, wanapoangalia zile fingerprint wanasema huyu si aliyefanya makosa, tunayemtaka ni huyu. Na yule mtu anakamatwa, yule haki inatendeka. Kwa hiyo hilo tu linatosha kutufanya kwamba Mungu ni wa viwango vikubwa sana. Wanasayansi pamoja na maarifa kuongezeka hawawezi kumfikia Mungu. Kitu kingine ambacho Mungu amekiumba kwa mwanadamu ni damu ya mwanadamu inayowakilisha uhai. Unajua damu ni uhai, ndio maana mtu anapokosa damu anakufa. Wanasayansi pamoja na utaalamu wote, pamoja na nabii Danieli kutabiri ya kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka, hawajaweza kupata mbadala wa damu. Kwa maneno mengine, hawawezi kutengeneza damu ya mwanadamu ili mwanadamu ambaye ana uhitaji wa ile damu aweze kuongezewa. Imeshindikana. Na ndio maana ili uweze kupata damu ya kuwaongezea watu wenye matatizo, wanadamu wengine, ni lazima watu wafanye nini? Watoe damu. Hakuna mbadala. Hakuna kimiminika duniani chenye thamani kama damu. Ndio maana damu pia inahusishwa na ukombozi. Yesu akaenda pale msalabani akamwaga damu yake. Hakukuwa na namna nyingine ya kumkomboa mwanadamu isipokuwa kutoa uhai. Ndio maana Yesu alisema, mimi na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo zangu. Ndivyo mchungaji mwema anavyotakiwa kufanya. Na anasema mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Lakini anasema mimi nilijitoa sadaka kwa ajili ya watu wengine wengi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo hayo, hata kama kuna mtu mbishi anayesema kwamba Mungu sio wa viwango, hata wanasayansi wanaosema hakuna Mungu, hayo tu yanatosha kuwathibitishia ya kwamba Mungu aliyemuumba mwanadamu ni wa viwango vingine, na amemuumba mwanadamu kwa viwango vingine vya hali ya juu. Sema mwanadamu ajijui. Angekuwa anajua jinsi Mungu alivyomuumba akamtofautisha na kila kitu, angeweza kujitambua na kujithamini sana na kuthamini ile heshima ambayo Mungu amempatia, heshima ya uumbaji, ya kwamba mwili wake umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kushangaza. Na kama neno la Mungu linavyosema, ninyi miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Roho Mtakatifu, na Mungu pia atamharibu, kwa sababu mwili wa mwanadamu umeumbwa kwa namna ya ajabu, kwa namna ya kushangaza, na una viungo vingi
na hivi viungo vinategemeana, kiungo kimoja kwa kiungo kingine. Hayo yote yanatuonyesha ya kwamba Mungu ni wa viwango. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mungu sio tu Mungu wa viwango, lakini pia Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu wa utaratibu. Tunaposema Mungu wa utaratibu ni kwa sababu Mungu huyu amepangilia mambo yake pasipo kukosea. Haleluya. Tunasema huyu Mungu ni wa viwango vya juu kwa sababu huyu Mungu ni Mungu wa utaratibu, na tunauona utaratibu wake kwa sababu amepangilia mambo yake pasipo kukosea. Wanadamu wanaweza wakawa na mipango na wakapangilia mipango yao, lakini mara nyingi huwa inatokea makosa. Wanaweza wakakosea kosa dogo tu, mipango yao ikajulikana. Ile waliokuwa wanafikiri ni siri ikawa sio siri tena. Yale ambayo walikuwa wanafikiri wameyaficha yakawekwa wazi, yakawa wazi mbele za watu. Lakini Mungu, maandiko yanasema yeye ni Mungu wa utaratibu, sio Mungu wa machafuko, kwa sababu upangilia mambo yake pasipo kukosea. Na tunaona ya kwamba Mungu upangilia mambo yake pasipo kukosea. Tunapotazama kwenye uumbaji, tunaona jinsi alivyopangilia kwenye uumbaji wa mbingu na nchi na kumuumba mwanadamu. Tunaona jinsi alivyopangilia. Ukisoma Mwanzo 1 mstari ule wa 3, anasema Mungu akasema na iwe nuru. Mungu hakuanza na kuwe na miche, hakuanza kumuumba Adamu na Hawa, lakini alianza na nuru. Nuru ndio kitu cha kwanza ambacho Mungu aliona aanze nacho katika utaratibu wake. Lakini jambo la pili, baada ya nuru ndio tunaona sasa anaanza kutamka mahitaji ya mwanadamu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Unaona? Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku hii. Ndio unaona sasa anaendelea, anasema Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Anaendelea kutamka na vitu vingine vikaanza kutokea kwa mpangilio, kwa utaratibu. Haleluya. Kwa utaratibu pasipo kukosea. Nayo yote akawa yanatokea. Alipoona yamekamilika, akaona kila kitu ni chema sana, ndivyo maandiko yanavyosema. Na baada ya kuona kila kitu kimekuwa chema sana kama alivyokusudia, ndipo sasa tunaona ya kwamba akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Akamuumba sasa mwanadamu na kumpa kutawala. Haleluya. Baada ya kuwa amekamilisha mahitaji yake, hakumuumba kwanza mwanadamu mpaka kwanza alipokamilisha mahitaji yake. Yaani unajua, katika maisha ili jambo liweze kumpa Mungu utukufu, kuna kitu kingine ambacho kinatakiwa kitangulie. Kuna maandalizi ambayo yanatakiwa yafanyike kabla. Watu wengi wao wanaingia kwenye matatizo kwa sababu ya kukosa mpangilio, ya kukosa utaratibu mzuri. Ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza 14:40 anasema mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu.
au kwa utaratibu na heshima, mambo yote yafanyike hivyo. Unaona Mungu alivyokuwa anafanya, linatoka jambo moja linafuata jingine. Yaani lazima kuwe na kipaumbele. Unapotaka kufanya jambo lolote lazima uwe na kuna kinachotangulia. Hata unapoendesha gari hizi ambazo ni gearbox zake ni manual, sio automatic. Kuna namba 1, kuna namba 2, kuna namba 3, kuna namba 4, kuna namba 5. Kuna reverse pia ya kurudi nyuma gia. Huwezi ukaondoka, gari haiwezi kuondoka kama utaweka namba 5, haitaondoka. Itakuwa kila ukijaribu kuondoka inazima. Kwa sababu hiyo namba 5 sio gia ya kuondoka nayo. Lakini ukiweka namba 1, unaona gari inaondoka. Haya, ukatoka namba 1 ukaweka namba 5 tena, gari haitaendelea, itazima. Kwanza utahatarisha hiyo gearbox yako, kwa sababu yale meno umevusha kutoka namba 2 mpaka namba 5, unaweza ukavunja yale meno ya gearbox. Lakini unatoka namba 1 unaenda namba 2, unaenda namba 3, unaenda namba 4, unaenda namba 5, umemaliza, unabaki kuaccelerate tu. Kama barabara ni nzuri ya lami, hakuna upinzani, unaenda speed unazoweza. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapo haya yanatusaidia kuweza kujua kwamba Mungu alipangilia mambo yake pasipo kukosea. Lakini pia unajua wanadamu wanamkosoa Mungu. Na tumesema Mungu yuko juu ya kila kitu, juu ya wanadamu, juu ya malaika, juu ya kila kitu. Wanadamu sasa hivi ndio maana maandiko sehemu nyingine anasema, je, kigae kinaweza kumwambia mfinyanzi kwa nini umeniumba? Sasa ndivyo wanadamu wanavyofanya sasa hivi. Baada ya uasi, wanadamu wanamwambia Mungu kwamba Mungu alikuwa anajua kwamba Adam na Hawa watakuja kuasi, kwa sababu Mungu anajua jambo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo wanamkosoa Mungu, wanasema kwamba Mungu si angeweza kuzuia mwanadamu asiangukie kwenye matatizo haya yaliyompata. Ndivyo watu wanavyosema. Kwa hiyo ni kama wanamkosoa Mungu kwamba hakuna kitu alichokifanya. Ni kama vile wanamuona Mungu sio Mungu wa utaratibu. Lakini ukweli ni kwamba tunaona ya kwamba Mungu ni wa viwango vingine, kwa sababu Mungu yeye ni wa utaratibu. Kwa sababu tunaona Mungu katika uumbaji wake, baada ya kukamilisha kila kitu na kumweka Adam na Hawa katika bustani ya Edeni, alimpatia maelekezo. Kwenye ile Mwanzo 2:16-17 anasema, matunda ya miti yote ya bustanini mwaweza kula, isipokuwa matunda ya ujuzi wa mema na mabaya. Na siku mtakapokula matunda hayo kinyume na maelekezo yangu, hakika mtakufa. Kwa hiyo tunaona Mungu, kwa sababu ni wa utaratibu, Mungu si wa machafuko. Mungu hapendi kuona mtu anakufa katika dhambi. Maandiko yanasema kwenye Ezekieli, Mungu hafurahii kufa kwake mwenye dhambi. Mungu hakufurahia kile kilichowapata Adamu na Hawa, kwa sababu aliwapa maelekezo mapema, kwa sababu yeye ni wa utaratibu. Na ndivyo ilivyo sasa. Mungu anaendelea kuwapa watu maelekezo kupitia neno lake. Lakini katika siku zetu tunazoishi, maandiko yanasema, Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sehemu nyingine kwenye nyaraka Mtume Paulo anasema, nachelea kama vile nyoka alivyomdanganya Hawa
ndivyo pia Shetani anapoendelea kudanganya watu wengine katika siku za mwisho. Neno la Mungu linaposema hivi, Shetani anasema, analeta mashaka kwanza kwenye neno la Mungu. Anasema alimwambia Hawa ati, ili atilie shaka neno la Mungu. Ati. Kwa hiyo mbinu ile ambayo Shetani aliyatumia pale bustanini Edeni ndio anaendelea kuitumia hata sasa, kuwafanya watu watilie shaka neno la Mungu. Na neno la Mungu ni kweli. Neno la Mungu halipaswi kutiliwa shaka. Ndio maana kila wakati Yesu alipokuwa ananukuu neno la Mungu alikuwa anasema, amin amin nawaambia. Ni kama anajiapisha ya kwamba neno la Mungu halitashuka bure, neno la Mungu haliwezi kuanguka bure. Neno la Mungu ni lazima litimie. Kwa hiyo tunaona mwanadamu alipoasi, yeye mwenyewe alikiuka utaratibu ambao Mungu alikuwa amempatia. Utaratibu ambao Mungu alikuwa ameuweka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini Mungu, kinachothibitisha, jambo jingine linalothibitisha ya kwamba Mungu ni wa utaratibu, tunaona hata baada ya uasi, kwamba Mungu, tunapozungumzia utaratibu wa Mungu, ni kwamba Mungu amepangilia mambo yake pasipo kukosea. Kwa hiyo hata kama alijua ya kwamba Adam na Hawa wataanguka katika ule uasi wa Edeni, lakini kwa sababu Mungu ni wa utaratibu, tunaona kwamba Mungu ni wa viwango vingine, kwa sababu Mungu hakuridhika na kuanguka kwa Adam na Hawa. Tunaona akafuatilia lile tukio lililotokea. Maandiko yanasema akawatafuta, anauliza Adam, uko wapi? Adam anasema niko uchi. Anaambiwa, nani kakwambia kwamba uko uchi? Je, umekula wewe matunda niliyokukataza? Anasema ni huyu mwanamke. Kwa hiyo tunaona Mungu ni wa utaratibu kwa sababu alifuatilia pia. Haleluya. Lakini jambo la tatu, tumeona ya kwamba jambo la kwanza, Mungu ni wa viwango vya juu sana. Lakini tumeona ya kwamba Mungu ni wa utaratibu pia. Lakini pia Mungu huyu, kinachotufanya tuone ya kwamba Mungu ni wa viwango vingine ni kwa sababu ya mipango yake. Mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu, yeye hujua yatakayotokea kabla na kuweka au kuandaa mpango au mlango wa kutokea. Tuko pamoja? Haleluya. Kama ambavyo nimesema, tunaona kwenye ule Mwanzo 3:15 Mungu alipowafuata Adam na Hawa wakijificha na kujifanyia majani ya mtini, tunaona Mungu akitoa ahadi au akidhihirisha mpango wake wa ukombozi. Anasema, kwa sababu imetokea hivi, nitaweka uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Uzao wa mwanamke utauponda kichwa uzao wa nyoka, na uzao wa nyoka utauponda kisigino uzao wa mwanamke. Alikuwa anatangaza mpango wa ukombozi, uzao wa mwanamke ambaye ni Yesu Kristo, ambaye manabii wakatabiri habari za ujio wake, kina nabii Isaya, kina nabii Zekaria, kina nabii Mika, wakatabiri. Na wakati ulipotimia, Yesu akaja hapa ulimwenguni, akauponda kichwa uzao wa nyoka na akatukomboa sisi wanadamu kupitia damu yake ya thamani. Lakini
Baada ya kutangaza huo mpango, kwenye ule mstari wa 21 maandiko yanasema Bwana akawavika mavazi ya ngozi Adamu na Hawa. Kwa hiyo alikuwa na mpango wa muda mfupi wa kuwatengenezea mavazi ya ngozi Adamu na Hawa, lakini pia alikuwa na mpango wa kudumu wa mavazi ya kudumu yasiyotokana na wanyama, mavazi ambayo yamefuliwa kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu ni wa viwango vya juu sana, kwa sababu yeye ni Mungu wa mipango. Kwa hiyo akaweka mpango mzuri wa kumwokoa mwanadamu. Na lile jaribu la Adamu na Hawa, kama tunaposoma kwenye Wakorintho wa kwanza 10:13, likapata mlango wa kutokea. Maandiko yanasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, lakini pamoja na lile jaribu Mungu ni mwaminifu, hata acha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Jambo jingine linalodhihirisha kwamba Mungu ni Mungu wa mipango, tunaona jinsi alivyomwandaa Yusufu kwa ajili ya kukabiliana na njaa ambayo iliikumba dunia wakati ule, ili taifa lake teule pia ambalo alikuwa amemwahidi Ibrahimu kulibariki ili lisiangamie kwa njaa. Tunaona jinsi Mungu alivyoanza kuandaa ile mipango mapema ya kumwotesha ndoto Yusufu. Haleluya. Na akampeleka, njia alizotumia kumpeleka Misri, njia alizotumia mpaka Yusufu akawa waziri mkuu, njia alizotumia mpaka Yusufu akawa na mamlaka yote kule Misri, na jinsi ndugu zake walivyoenda kule kutafuta msaada wa chakula. Hiyo yote inadhihirisha ya kwamba Mungu ni wa viwango vya juu sana. Na kwa sababu Mungu ni wa viwango vya juu sana, anahitaji pia kiwango cha mwanadamu kiongezeke kutoka utukufu hadi utukufu. Ndio maana Mtume Paulo anasema, kwa hiyo atulegei, ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Na jina la Bwana libarikiwe kwa jinsi ambavyo Mungu anahitaji pia kuinua viwango vyetu. Haleluya, haleluya. Tukija wakati mwingine tutaendelea kuangalia maeneo makuu ya kiwango cha maisha ya mwanadamu ambayo Mungu anataka kiwango cha maisha ya mwanadamu hapa duniani kiweze kupanda au kuinuliwa hapa duniani na hata mbinguni. Na tutaweza kuangalia mambo yanayoinua kiwango, mambo yanaweza kumfanya mwamini akatoka kiwango kingine na kwenda kiwango kingine. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia tutaangalia hata mambo yanayomfanya mwamini ashuke kutoka katika kiwango cha juu na kuporomoka chini.
na Mungu alibariki neno lake. Tunaweza kusimama kulipokea hili neno. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili. Tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Haleluya.